Mfahamu Dr. Isaac Sepetu. Kutoka Zanzibar hadi diplomasia ya kimataifa. Huyu ndiye baba yake mzazi na mwigizaji maarufu Wema Abraham Sepetu. Isaac Abraham Sepetu alizaliwa Oktoba 15 mwaka 1943 huko Tabora, Tanganyika, lakini inatajwa kwamba wazazi wake walihamisha makao yao kutoka Tabora na kuhamia kuishi visiwani Zanzibar, ambako sasa huko ndiko alipokulia na kusoma elimu ya msingi na sekondari. Hii ilikuwa wakati Zanzibar ikiwa bado chini ya utawala wa kisultani. Kwa hiyo kutokana na tamaduni na sheria za uraia wa Zanzibar, Isaac Sepetu akajikuta ni Mzanzibari. Ukizingatia pia uhuru wa nchi ya Zanzibar ulimkuta akiwa mkazi wa huko. Balozi Isaac Abraham Sepetu alisoma elimu ya msingi na sekondari katika shule ya Mtakatifu Yusuf St. Joseph School, moja ya shule maarufu sana wakati huo, kwa sasa ikijulikana kama skuli ya Tumekuja. Hii ilikuwepo mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja huko. Hii ilikuwa kati ya mwaka 1952 hadi 1963. Baada ya kutoka St. Joseph School, Isaac Sepetu alikwenda moja kwa moja Berlin nchini Ujerumani na kujiunga na chuo kikuu cha Karl Marx University, sasa kikiitwa Leipzig University huko Ujerumani, siku hizo ikifahamika kama Ujerumani Mashariki. Hii ilikuwa kati ya mwaka 1964 hadi mwaka 1970, ambako alisomea fani mbalimbali ikiwemo uandishi wa habari, uhusiano wa kimataifa na baadaye kuhitimu shahada katika siasa za uchumi, yani degree in political economy. Balozi Isaac Abraham Sepetu ni moja kati ya wasomi mahiri na bingwa wa kuzungumza kwa ufasaha lugha kubwa tatu adhimu za kimataifa, kikiwemo Kiswahili, Kiingereza na Kijerumani. Sifa zingine za kipekee alizokuwa nazo ni pamoja na utulivu wa kiakili, mtu asiye na papara, mwingi wa hekima, busara na maarifa. Na hakika sifa hizi ndizo hasa zilizomsaidia sana kufanikiwa katika maisha kama mtumishi wa umma, mwanasiasa na baba wa familia ya mke na watoto 4. Watoto wake warembo akiwemo bintiye Wema Abraham Sepetu aliyepata kuwa mlimwende wa taifa mwaka 2006. Isaac Abraham Sepetu alianza utumishi katika serikali ya mapinduzi Zanzibar mwanzoni mwa miaka 1970 mara tu baada ya kurudi kutoka masomoni huko Ujerumani, ambapo alishika nyadhifa mbalimbali katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na baadaye katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa baba wa taifa na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akiwa Zanzibar mwaka 1971 alifanya kazi katika serikali ya mapinduzi Zanzibar kama mkuu wa Bizanje msaidizi. Baadaye akawa katibu mkuu wizara ya nchi, ofisi ya rais wa Zanzibar, Ikulu. Duru zinataja kuwa alifanya kazi hizi za awali vizuri sana, tena kwa weledi mkubwa kutokana na uwezo wake kielimu, busara na maarifa aliyoyapata nchini Ujerumani Mashariki, nchi iliyokuwa ikiunga mkono sera za ujamaa wakati huo. Hakika sifa za utendaji kazi wa balozi Isaac Sepetu zilimvutia sana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hata naye akamvuta katika serikali ya muungano wa Tanzania na Zanzibar. Kutokana na rekodi nzuri za utendaji kazi katika serikali ya mapinduzi Zanzibar, mwaka 1972
Rais Julius Nyerere akamteua Isaac Sepetu kuwa naibu waziri wa mambo ya nje katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wadhifa wake ulidumu nao kwa miaka 1972 mpaka 1977. Waziri wa habari na utangazaji wa miaka miwili 1977 mpaka 1979. Waziri wa utalii na maliasili kwa miaka mitatu 1979 mpaka 1982. Balozi wa Tanzania nchini Urusi Moscow kwa miaka 7 tangu 1982 mpaka 1989, na balozi wa Tanzania nchini Zaire, sasa ikiitwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa mwaka mmoja, yani 1989 mpaka 1990. Mwaka 1990 Isaac Sepetu alirudi katika serikali ya mapinduzi Zanzibar pale alipoteuliwa na Rais Dr. Samia Mohamed Komando kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango. Nafasi hii aliishikilia hadi mwaka 2000. Kipindi hicho akiwa waziri wa nchi alikuwa pia mshauri wa rais wa Zanzibar katika masuala ya ushirikiano wa kimataifa. Kutokana na heshima aliyojijengea katika siasa za Zanzibar, Isaac Sepetu alichaguliwa kuwa katibu wa kamati ya pamoja ya maridhiano Zanzibar IPC kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha Wananchi CUF kuanzia mwaka 2001 hadi 2005. Balozi Sepetu alikuwa mbunge katika bunge la Afrika Mashariki, yani the East Africa Legislative Assembly. Balozi Isaac Sepetu anatajwa kama mmoja kati ya waasisi wa mazungumzo ya kutafuta mwafaka wa kisiasa Zanzibar wakati juhudi hizo zilipoanza kwa mara ya kwanza baada ya uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi wa bara na visiwani mwaka 1995, na tunaweza kusema kuwa hata matokeo ya maridhiano ya kisiasa Zanzibar ya mwaka 2008 hadi 2010 ambayo yalizaa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2010 ni matokeo ya kazi ambayo aliweka jitihada za awali yeye Balozi Abraham Sepetu na wenzake akiwemo Chifu Emeka. Balozi Isaac Abraham Sepetu pia alikuwa mtu muhimu sana katika Chama cha Mapinduzi tangu kuasisiwa kwake. Hakika alikuwa kiunganishi kizuri na mmoja kati ya wanasiasa wachache waliofikisha kuunganisha vyama viwili vya ukombozi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani ASP cha Zanzibar na TANU cha Tanganyika mnamo mwaka 1977. Kilipozaliwa chama hichi tawala cha sasa, Chama cha Mapinduzi CCM, yani siku ile ya tarehe 5 Februari 1977, Isaac Sepetu amekuwa mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa NEC ya Chama cha Mapinduzi akitokea Zanzibar kwa miaka 28, yani 1977 hadi 2005. Balozi Isaac Abraham Sepetu alikuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya uwekezaji vitega uchumi Zanzibar ZIPA, wadhifa alioteuliwa kuendelea nao kwa mara nyingine na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein. Uteuzi uliotangazwa na katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Dr. Abdul Hamid Yahya Mzee tarehe 27 Machi 2013. Pumzika kwa amani mzee Abraham Sepetu. Kwa wale ambao wafahamu tu, huyu ndiye baba mzazi wa mwanamitindo na mwigizaji Wema Sepetu. Hakika amefanya mengi.